Habari washonaji, karibuni sana na karibuni tena kwa mara nyingine kwenye chaneli hii inayotoa mafunzo ya ushonaji. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata princess darts ambazo zinapita begani. Shoulder princess darts. Naomba ungane nami mwanzo mpaka mwisho, na usisahau kulike, kucomment, kushare na washonaji wengine ili na wao wapate ujuzi. Lakini mwisho kabisa usiache kusubscribe ili usipitwe kila nitakapokuwa na posti video mpya. Kusubscribe ni bure kabisa jamani, hulipi hata shilingi. Naomba twende moja kwa moja kwenye video. Kwa kwenye kudrafting nguo yetu hii unatakiwa utumie nusu kiwiliwili kama hivi, na hapa mimi tayari na nusu kiwiliwili changu, na huu upande ni kipande cha mbele na upande huu nitatoa kipande cha nyuma. Kwa kuanza tutakuja hapa kwenye mstari wa chini ya nyonyo, utatoa sentimita 1 kila upande kutokea kwenye hii mistari ya darts. Upande huu utatoa sentimita 1 na upande huu utatoa sentimita 1 kama hivyo, alafu utaunganisha namna hii kama hivyo, sawa. Then utaunganisha mistari yako ya curve kutokea hapo mpaka kwenye maungio ya darts hapa. Kama hivyo. Baada ya hapo utakuja hapa begani. Utaugawa huu mstari wa bega hapa namna hii, utaugawa mara 2. Utaweka alama katikati kama hivyo, then utanyosha mstari moja kwa moja mpaka hapo kwenye maungio ya darts. Kama hivi, sawa. Kutokea kwenye huu mstari kati utatoa sentimita 2.5 kila upande. Sentimita 2.5 ni inchi 1 kwa wale wa inchi. Utatoa upande huu sentimita 2.5 na upande huu sentimita 2.5, then utairudisha hiyo mistari kwenye maungio ya darts hapo kama hivi, kama hivyo. Baada ya hapo utakuja sasa upime kutoka hapa mpaka hapa. Tumetoa sentimita 2.5 kila upande, maana yake hapa na sentimita 5. Kwa wale wa inchi utakuwa na inchi 2, sawa. Hizi sentimita 5 lazima tuzirudishie kwa sababu hizi ni darts, zitaondoka. Tunazirudishiaje? Unachotakiwa kufanya, utapima sentimita zako 5 kutokea hapo. Kwa kurudi hivi utapima sentimita zako 5 ambazo ziko hapo, sawa. Na kama mnakumbuka wakati tuna draft kiwiliwili chetu huwa tunashuka kutokea kwenye mstari wa bega, huwa tunashuka sentimita 2 hapa kwa ajili ya ule mlalo wa bega. Kuhakikisha hapa sentimita 5 yako inapoishia na penyewe umeshuka sentimita 2. Then unanyoosha mstari wako namna hii. Utanyoosha mstari wako kama hivi. Baada ya hapo utakuja sasa. Yaani popote kwenye darts lazima urudishie. Hizi darts kama mnavyoona zimeshuka namna hii, manake hapa hii portion lazima irudishiwe, sawa. Utakuja kwenye huu mstari wa kwapa, utapanda juu sentimita 8, sawa, kwenda sambamba na hii round ya mkono. Utapima sentimita 8 ambazo ziko hapo, utaweka alama. Hii ni ile nafasi ambayo huwa tunatumbukia ndani tukitengeneza curve ya mkono wa mbele. Curve ya mkono wa mbele huwa inatumbukia, sawa. Kwa hiyo kutokea kwenye hii sentimita 8 sambamba, yani tape yako unatakiwa iweke hivi, sawa, iende sambamba na hii sentimita 8 uliopanda. Utapima hapa hiki portion cha darts hapa kutoka hapa mpaka hapa namna hii, sawa. Kipimo hiki unachokipata kutoka hapa mpaka hapa utakirudishia kutokea kwenye hii sentimita 8 umepanda, utakirudishia namna hii, sawa. Kumbuka kokote kwenye darts lazima urudishie. Utakuja tena kwenye huu mstari wa kwapa ama kifua, utapima hii portion kutoka hapo mpaka hapo, then hicho kipimo utakirudishia namna hiyo, sawa. Ukishamaliza sasa unatengeneza kavu mpya ya mkono kutokea hapo
itapita kwenye hii alama, utakuja utamalizia hapo. Kama hivi. Na hii kavu yako ya mkono hakikisha imetumbukia namna hii, sawa? Isiwe ya kunyooka. Inatakiwa itumbukie kama hivi. Sawa. Kwa mpaka hapa kwa kipande cha mbele tunakuwa tumemaliza. Sasa kinachobakia ni kukata, lakini kabla sijakata tuhamie kwenye kipande cha nyuma. Kwa hiyo tukija kwenye kipande cha nyuma, utakuja chenyewe ni rahisi tu, hakina mambo mengi. Utakuja tu kwenye huu mstari wako wa bega, utaugawa kwa 2 huu mstari. Utaweka alama namna hiyo, then utatengeneza mstari wa curve kidogo ambao utakuja kuunganika na huu mstari wako wa darts. Kama hivi. Kwa hiyo kwa kipaliza, kipande cha nyuma chenyewe hakina mambo mengi. Sawa, kama mnavyoona chenyewe ni unatenganisha tu huo mstari. Na si lazima utengeneze hivi. Hata, yani unaweza ukaacha tu kipande chako hivi hivi bila kukitenganisha. Unaweza ukakishona hivyo hivyo. Lakini kama unataka ile mistari ya Princess Darts ionekane, basi utafanya namna hiyo. So hapa kwa kipande chetu cha nyuma tunakuwa tumemaliza. Kwa tukija kwenye kipande cha mbele, kwenye kukata, utaanza kukata. Utaanza kwa kufungua hizi darts hizi za tumboni namna hii. Then utafunga hizi za pembeni. Utafunga kama hivi. Then ukimaliza unatakiwa usawazishe huu mstari huku pembeni. Namna hiyo. Kabla ya kukata hizi darts unatakiwa uzifunge namna hii. Unazifunga kama hivi. Alafu unasawazisha huu mstari namna hii hapa. Sawa. Lakini hautakiwi kufika hapa. Kutokea hapa unatakiwa ushuke sentimita 1.5. Kama hivyo. Kwa wale wa nchi unaweza ukashuka 1/3 inchi. Then unasawazisha kutokea hapo begani. Kama hivi. Kwa mstari wako wa bega utakuwa huu. Sawa, kwa baada ya hapo utakata namna hii. Na kwenye shingo utaamua mwenyewe, unaacha shingo yako hiyo hiyo ya kawaida ama uta design unavyotaka, unavyopenda mwenyewe.
huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Asante sana kwa kutazama. Tukijaliwa naomba tukutane tena kwenye video inayofuata. Bye bye.